Hello, naitwa Osdabdabo Sunchi Mtumbaya, askari mmoja kutoka Dar es Salaam. My man is come by here. Bwana, today naletea kitu kimoja ambacho watu wengi sana hawajakiongelea. Unajua kuna wachambuzi afu kuna sisi tunaosema ukweli. Basi mimi sio mchambuzi, ila mimi ni msema ukweli. Kuna show moja bwana Diamond Platinum ambayo ilifanyika Dodoma. Bwana, ilikuwa bonge la show. Pia licha show tu bwana, ilikuwa bonge la kitu ambacho wewe huwezi kuzania. Kwanza kara ilikuwa poa. Watu walipoa. Hata madensa wa kike walipendeza sana na zile kara ilikuwa rangi fulani hivi ya gold nini. Ilikuwa bonge la style ya kila kitu kilikuwa poa. Bwana, lakini kwenye hii show mzee wangu, kwenye hii show kuna vitu vingi sana ambavyo watu hawakuviona. Lakini leo mimi nataka nikuletee ambavyo ili uvione vizuri mzee wangu. Kuna kitu kimoja nilikipenda sana kwenye ya kwanza Diamond alivyoingia, like wow. So like hey, superstar. Sio kuna mtu unamwangalia unasema wow, this is superstar. Tunafurahi kuwa na mtu kama huyu Tanzania kwa sababu is the best. Hakuna kama huyu. Performance, stage, muonekano, the way look is good. So ni mtu ambaye kajipangilia kwenye show yake na unaona kabisa kila kitu kimetimia. Na kila kitu kimeenda vile ambavyo nadhani kama alivyopanga, na usimamizi wake upo mzuri sana. Lakini kuna vitu watu walifikiria sana. Diamond alikuwa na mtindo mmoja ukichunguza show zake, anaanzaga na sebene lake, ataanza sina shoe, ataanza lakini kaanza na nyimbo zake mpya. Like wow, surprise. Watu wengi walikuwa wanafikiria sana kwamba Diamond ataanza na nyimbo za zamani, Diamond ataanza na nini, Diamond ataanza na Sika Mwambie, si Diamond ataanza. Lakini Diamond alivyokuwa mshikaji mmoja na akili sana, ile cha kwanza akaanza Happy. Kitu cha na Happy ambacho hata wewe huwezi kuzania kwamba wow, Diamond kwa nini ataanza na nyimbo mpya? Walitegemea nyimbo mpya kwamba zitakuja baadaye. Lakini Diamond bwana aliamua kufanya kitu cha tofauti sana. Na nilichokipenda pia alikuwa anawacha sana mashabiki waimbe na kuonesha ukubwa wake kwamba kifanye kitu kinaenda. Kitu kipo bora sana na kinaenda sana na kipo viral. Lakini kuna vitu ambavyo nilivishangaa pia kwa madensa. Kuna densa moja alikuja paka mbele. Nadhani watu mbele waliona kwamba watu wakajiuliza kwamba ni nini shida kwenye ni densa wa kike alikuwa kwamba katikati pale palikuwa panaonekana kama kuna uweusi mwingi. Watu wakajiuliza why Diamond kwa nini anaruhusu kitu kitokee? Kwa hiyo kasoro kama hizo ndogo zinaharibu kufanya msanii mkubwa kuwa mkubwa, kwa sababu huyu ni msanii mkubwa na show yake inaangaliwa na watu wengi sana. Na kila mtu anachambua kwenye upande wake. Juzi tulikuwa kufanya show kubwa na Farid Pupa Paris, so fanya bonge la show. Of course kwa watu wengi watakuwa wanamwangalia na jamani followers wengi unamtazama. Kwa hiyo is the best. Vitu vingine vyote vilikaa vizuri, madensa walikuwepo, walicheza vizuri, aliperform vizuri na alicheza vizuri na mashabiki kabisa. Lakini kitu ambacho kilichonipendeza kabisa bwana Diamond alimuita mzee Kigogo. Saidi mnyama. Bwana Saidi alipokuja bwana alikuja na vibe fulani hivi, alafu watu wote wakasema waki wote. Lakini sasa Saidi alipokuwa anaendelea kila wakati alikuwa anaacha kuimba Saidi na kumwangalia Diamond. Alisahau kabisa Saidi kama anaimba. Saidi alijisahau kwamba yeye ni star, nyimbo yake ni kubwa, Saidi nyimbo ni ya kwake. Lakini aliacha kuimba na kwanza kumwachia Diamond aimbe nyimbo yake, yeye anacheza. Saidi yeye akawa kanyamaza tu, anaruka stejini. Saidi why? Kigogo ni mtu mkubwa mzee. Na hii show uliitwa wewe, yeye ashamaliza kuimba. Yeye anataka wewe uimbe, uoneshe ukubwa wako, lakini wewe unaonekana Saidi ulienda kumshangaa Diamond. Ulikuwa unatamani kufanya show na Diamond. Why? Mimi nilijua Teddy utaenda kufanya show kubwa, sio kuruka stejini mara kumreshia vidole Diamond, mara kwenda kushoto kulia. Ueleweki. Hii mzee Kigogo kama umetofelisha, tunakuamini kwa sababu tulitamani kuona wewe utafanya show kubwa kuliko Diamond, kwa sababu wewe ni legend mzee. Mzee Kigogo unakuja kwenye show ya Diamond, bado uimbe, unakuja kucheza. Saidi mzee Kigogo tunakujua baba. Unachezaje? Saidi bado uimbe, unamshangaa Diamond, unaonyeshia vidole Diamond. Diamond anaimba nyimbo yako, basi onyesha kumpa backup ya kuimba. Paka Diamond anakuja kuamua kuimba nyimbo ya kwake yeye. Kweli
kwenye biti yako. Kigogo umetufelisha. Of course kwamba Kigogo basi sawa, tukusamee hiyo, labda ndo ulikuwa una hamu sana kufanya show na msanii mkubwa. Kigogo unakatikaje? Yaani unakatikaje kiasi hiko Kigogo? Kigogo kuna vitu bwana umetufelisha. Tukwambie ukweli kwamba umetufanyaje? Kigogo umetufelisha. Wewe ni msanii mkubwa. Cheki aikupaswa hivi. Anamshangaa Diamond. Ana vidole juu. Why? Anamshangaa Diamond. Ulikuwa naye juzi jana nini unamshangaa Diamond? Umeenda kumpokea mwenyewe airport. Kwa nini sasa umshangae? Fanya show. Diamond bwana akaamua mwenyewe pia aimbe nyimbo yake kwenye biti ya mzee. Why? Kwa sababu mzee akumpa backup, alisahau anachokifanya, hakuanza kucheza baada ya kufanya kitu kizuri. Damn mzee. Kweli Kigogo. Sawa. Basi Kigogo tushakuzoea kwamba wewe ni mtu wa masiara, lakini ni stage bro. Ni stage, inabidi ufanye kitu kikubwa. Next time unatuona unaandaa show kama hiyo, watu wanajua ni wewe. Wewe pia unamwita Diamond anakusindikiza. Lakini leo hii unafanya vitu gani? Bado ufanye show, unakuja unakatika vitu vieleweki mzee. Huyu ni msanii mkubwa, anaangaliwa na watu wengi. Next time anaweza kukuchukua, atakuchukuaje mtu bado perform? Kakuheshimu like brother. Yesterday ni brother wangu, anisindikize na alikuwa na wewe muda wote. Na kuonesha kwamba mimi nina ravu, natamani kufanya kitu fulani, na kitu ambacho alichokifanya kikubwa Diamond aliamua kuimba nyimbo yako kwa upendo. Na alikutambulisha na alikuita mwenyewe. Lakini umefanya nini? Umefanya show mbaya. Ulikuwa unafanya show ama ulikuwa unacheza ama ulikuwa dancer? Paka anakuambia mimi siwezi kucheza, wewe role model wangu upo. Jiulize kwa nini? Kwa sababu alitamani ufanye show. Kama unavyosema sauti yako natural, so editing, basi ukitamani kuonyesha show yako na sauti yako. Lakini umefanya kitu gani? Diamond kakuzidi. Ni mtoto, ni msanii mdogo kwako, kakuzidi. Kafanya vizuri, kaperform live, kaimba vizuri. Lakini Kigogo umefanya nini? Mimi Kigogo unalia na wewe, umefanya nini Kigogo? Sasa miuno gani baba? Haya baba, tuambie baba. Unaonesha vidole, unaruka stage-ni. Sawa, hata kama furaha Kigogo, furaha gani hiyo kaka? Labda ni msanii mkubwa, tunaona mbele kuna Chris Brown wakina nane wanaitwa kwa show kama zile. Hawafanyi vitu kama hivyo. Diamond alikuwa na Fally Ipupa kufanya vitu kama hivyo. Ni msanii mkubwa. Tukisema historia ya muziki, wewe upo, tutakotaje Kigogo? Kwa nini sasa unatufanyia hivyo baba? Kwa nini unatufanyia hivyo baba? Wewe Kigogo, sisi tunataka next time ukija kuitwa pige show nzuri. Kigogo inakuaje? Tunaamini kabisa kwamba wewe stage ungeimudu. Unakuja unaimba, kuna muda unatoa sauti za kuimba zieleweki. Paka Diamond kuna muda alikuwa anatamani kukukataza utulie taratibu. Kweli Kigogo? Anakurudisha na anakuonesha jinsi muziki. Kigogo unaoneshwa muziki na Diamond. Anaenda anarudi, unajisahau. Unamshangaa Diamond bado ufanye show. Kigogo vipi mzee? Fanya show. Kuna muda ulikuwa unarudi kwenye show Diamond mpaka anajisikia raha. Lakini kuna muda unapotea kwenye show. Unaongea sana kwenye show kuliko vitendo mzee. Vipi? Show kubwa alifanya, watu wa maana, sawa kwenye kucheza ipo. Lakini mnyama baba ulizidi. Mpaka Diamond akajua kabisa wewe kuimba uwezi, bora ache akuchezeshe uwe dancer kama Moze, kwa sababu ulikuwa unazingua wimbi. Ulikuwa wimbi. Pia bwana, kichonifurahisha kwamba unavocheza kote kuna watu hawajajua kwenye kikombe unaweka nini sababu akimwagiki. Wala Kigogo hata kama kikombe weke viwili, lazima kitu kitamwagika kwa sababu sio kwa kuruka hivi vile. Kile kitu akimwagiki hamna chochote afikiki. Bwana Kigogo bwana hatutaki. Alafu sasa kitu ambacho nilichoshangaa, Diamond anaimba nyimbo yako, unaambia chunka chapa chunchu. Why mzee anakukumbusha kwa professional imba. Kigogo ni aje? Unajua sisi mashabiki tunaangalia, tunasikiliza interview zenu, mnalalamika kwamba madogo wanawadharau kwenye show zao. Mnasifia mwisho siku Diamond na Alikiba kwa sababu wanajifunza nini cha kufanya. Sasa leo hii mnafanya nini?
Wewe umeweza kupiga kelele za Diamond acheze avunje. Asigo Diamond imba. Watu wanatamani kusikia sauti yako. Umekuja watu wasikie sauti yako Kigogo. Ndio maana Diamond ikukupandisha wewe. Onesha uwezo. Kigogo maniaje? Bisho Kigogo ulizingua. Diamond kafanya katika uwezo wake. Kigogo. Kigogo jitathmini. Bwana Kigogo jitathmini. Jitathmini. Alafu next time usije na hiyo glasi yako tena stage ambayo haina hata pombe haimwagiki. Hatutaki, njoo ufanye show, tuenjoy show. Hivyo next time watu hawatakuja kwenye show yako hata wewe ukiandaa kwa sababu hatuoni professional yako. Hatuoni mnachokifanya. Mnalalamika wasanii sasa hivi wanaringa kwa sababu wapo serious na business zao. Diamond ipo serious, hajaja na kikombe, hajaja na nini. Wewe unakuja na kikombe stage na hakina hata kitu. Pombe mwagiki, amnaleta kitu. Kigogo wewe. Sio shamalizana nawe lakini next time usiwe hivyo, au sio? Show kiujumla ilikuwa poa. Show ilienda poa na show ilimalizika fresh. Ya Kigogo tumemalizana naye, mjomba Kigogo. Nadhani next time uweze kufanya kitu kama hiko, tunakuamini bwana. Sisi tunakuona professionally nini mtu mmoja ukipata kwenye stage. Ukiona mwanao kinchila unamuonesha uwezo wa kupanda na kushuka sauti, lakini kwenye show ya Dodoma kaka umefeli. Tuachane na hiyo bwana. Kwenye show ilikuwa inaendelea, kuna mtu anaitwa Manala bwana. Manala alikaa pembeni, alikuwa anasikitika sana. Uliza kwa nini? Manala alikuwa anasikitiza kwa hisia sana. Mheshimiwa alikuwa na hisia sana ya show. Sana. Alikuwa mtu active kwenye show, unaona wow. Kuna nyimbo zikiimbwa ile Aisha na mtu anasikitika. So tulifurahi sana na kuona vitu kama hivi vinafanyika. Diamond anaonesha ukubwa wake kila siku. Diamond anazidi kuonesha ukubwa kwa sababu katoka Ufaransa kufanya show, karudi, kanda show yake. Show imefana, watu wamejaa. Na kitu kikubwa bwana, Diamond alikuja na style moja bwana ya kumwaga maua. Diamond anachagua pisikali, anatoa maua kama kawaida yake. So ile kitu watu walifurahi sana. Lakini pia kwenye mtandao ilileta hoja kubwa. Mimi nimeona kitu simple. So Asha Raymond alikuwa na analeta kama asali fulani hivi na issue fulani kama alikuwa anawarisha watu kwenye stage yake. Kwa Diamond kufanya hivyo ni kitu cha kawaida na kitu sio kibaya. Sio kwa kumjaji mtu kwenye ubaya. Lakini mimi nimependa na mtu niye alipewa maua mashallah. Ana haki ya kumtuma Osmo apeleke maua. Wadizi bwana, ni Swahili TV, inaitwa Host Double Double. Tutaendelea kuwepo kila leo, kila kesho. Tutakuletea vitu vyote ambavyo huwezi kuviona na nitakuonyesha kwa nini na kuonyesha au kwa nini kimeenda hivi. Au sio? Sisi sio wachambuzi, ila sisi ni tunasema ukweli wa kila kitu ambacho kinaonekana. Sijamaliza. Usiku wa jana ilikuwa ni birthday ya Salamu Kama birthday ya Salamu bwana, kuna kitu ambacho hujapata kuona, basi mimi leo nitakuonyesha. Birthday ya Salamu ilikuwa ilifanyika kasino moja hapo. Sasa baada ya kufanyika ile kasino bwana, ikapigwa kwenye happy birthday bwana, alikuwa Harmonize, alikuwa Mwijaku, alikuwa na watu wengine na manager wa Zenji. So of course kwamba kwenye ile happy birthday kilitokea kitu ambacho kama surprise, akatangazwa, akatoa keki, lakini Harmonize alifanya kitu cha watu walishangaa, wow. Kuanzia lini sababu hata wao waona maongezi mazuri mpaka leo. Lakini Harmonize alienda alitupa kama milioni moja hivi kwa kuhesabu. Milioni moja hivi, lakini Salamu kwenye ile pesa alikuwa anazikwepa, hajataka kuzishika. Na zile pesa zinasemekana Salamu hakuchukua hata shilingi 10.